Yo, imekuwa blessing sana baada Jay-Z kumkanyagia Mnyamwezi Drake. Umeelewa vizuri, baada mambo mengi sana kwenye mitandao. Tunafahamu Drake amedondosha albamu yake hivi karibuni. Umeelewa vizuri. Na Drake hakuongea chochote kuhusiana na Jay-Z, lakini Jay-Z anaonekana anamkanyagia sana Drake kwa sababu kama kuna beef fulani hivi, kuna Jay-Z uko pale kwenye zile chatting za juu. Vizuri. So Jay-Z akaja na kwake kufunguka kwamba jana Jay-Z alikuwa headliner tamasha la Root Panic huko Philadelphia akitumbuiza pamoja na The Root kama backing. Baadaye tamasha hilo lilifanyika Beaumont, Philadelphia. Rapa huyo hawezi kuwa adui yangu, ni mchezo tu ambaye wa kitoto ambaye ananiigizia. Nimekuwa juu zaidi ya mara 10. Umeangalia chati isiyo sahihi ndugu yangu. Bingwa anaangalia tena wengine, na endelea kuniangalia mimi, niko juu. Kama haujapata nafasi basi angalia. So mimi sitawaliwi na wazungu wala siekwi juu na wazungu, sina mkataba wowote na wazungu. Yani hapa kama vita fulani hivi kati ya Jay-Z na rapper Drake vinaendelea. Anaendelea kutoa taarifa, lakini pia sijawahi kuwategemea wazungu wanaokupa wewe hizo chat. Sijawahi kuwategemea hata siku moja. Usiniletee mimi habari za mafanikio yako na mimi hayanihusu kabisa. Lakini pia akiendelea kufunguka, wewe ni swala la mikataba tu ndio inakufanya kuwa hapo unadumu milele, alisema, na mikataba yako ndio itakushusha na ndio itakupandisha, kwa sababu tu huwezi kushindana na mimi Jay-Z. Jay-Z anasema hivyo. Taarifa hizo ziliripotiwa kwamba kwenye show hiyo Jay-Z alitoa freestyle yake yenye mistari iliyomkanyagia sana Drake, Kanye West na wengine wengi kama Nicki Minaj na nini. So bifu limeanza kati ya Jay-Z mkongwe wa muziki wa hip hop ndani ya Marekani pamoja na Mnyamwezi Drake kutokea Drake nadhani anatokea Canada, of course, kama si Canada nice Canada. Lakini pia hii show Jay-Z alifanya Philadelphia, umeelewa, na baada ya kumaliza hivyo aliongea maneno ya kumkejeli sana rapper Drake, na Drake bado hajatoa taarifa yoyote kuhusiana na taarifa aliyotoa Drake. Ukiingia kwenye undani zaidi, Drake anakubalika na watu wengi sana, lakini vita kama vinahusiana rangi hapo sasa hivi. Umeona kama Mnyamwezi Jay-Z kauleta ukabila fulani hivi au ubaguzi wa rangi, kwa sababu tunamwona rapper Drake ni hajatokea Marekani, of course, lakini Jay-Z ni Marekani, umeelewa, na anasema yeye kazi zake azimilikiwi na wazungu. Sio, umeelewa vizuri? Kazi zake anamiliki yeye mwenyewe. So unatoa comment yako, vipi Jay-Z alivyomkanyagia Drake kuhusiana na albamu yake, lakini kuwa kwenye zile chati za juu. Anasema mimi nimekaa bado, kama hujaangalia vizuri angalia. Jay-Z anasema hivyo, niko juu pale zaidi ya mara 10. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo usinidisi mdogo wangu, bado dogo sana. Endelea kufanya harakati zako za sanaa na nini, lakini ukija kwangu utaendelea kukaa kitako. Hapa ni 101 recap. Mimi naitwa Ching the Baddest, ndimo mtumbadi babalao. Baba la watu wote, tumekupitisha hapo kwa Mnyamwezi Jay-Z pamoja na Drake. Bifu sasa limeanza hapo, lakini mundani amehusishwa Kanye West, Nicki Minaj. Umeelewa vizuri? Naona kama kuna beef. Unakumbuka Nicki Minaj kuna kipindi alikuwa yuko karibu sana na Rais Donald Trump, umeona? Baadaye watu wakamkanyagia kwenye show fulani hivi, wakamkanyagia Mnyamwezi Nicki Minaj, umeelewa? Anasema bwana wewe utakuwa labda kuna 1 2 3 zinaendelea, kwa sababu alikuwa anamsupport sana Rais Donald Trump, na ndio maana akaingizwa na Lakini pia Jay-Z Nicki Minaj naye akaja akazungumza, kama unakumbuka, akamwambia nyinyi nyote ni Freemason tu, hamna issue. Umeelewa vizuri? So story iko hivyo kuhusiana na Mnyamwezi wetu, au sabana Jay-Z ni mkongwe wa muziki kutokea Marekani, na amewainspire wasanii wengi sana kutokea Amerika, wakiwemo wakina Lil Durk, umeelewa vizuri, wakina
rapper Drake wenyewe na wasanii wengi wakina P Diddy ambao ndio wametoboa pamoja. Umeelewa vizuri? So mimi niseme asante kwa kunitazama, asante kwa kunisikiza kwenye 101 recap. Dondosha comment yako kuhusiana na rapper Jay-Z. Vipi yaliomo yamo mshikaji wetu, kwa nini anamkandia sana mwanetu? Kuwa pale juu sio tatizo. Na unajua mziki wa hip hop ndani ya Marekani lazima uwe na bifu, bila bifu mziki wa utoboi. Asante kwa kunitazama, asante kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Ching the Baddest, ndimu mtumbadi babalao. Hii hapa ni 101 recap. Tukutane tena wakati mwingine. Nasema tukutane baadaye. Pa.